akawa nafsi iliyo hai. Ndio. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Ndio. Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Yaani huyo Adamu niliyekwambia wa kwanza anatoka katika nchi ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walio wa udongo. Kama alivyo yule wa udongo, yani Adamu aliyotoka katika nchi, ndivyo walio wa udongo. Ndio. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Ndio. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Hapa kuna Adamu wa mwisho. Adamu wa mwisho ni nani huyu? Yesu Kristo. Aliyetoka mbinguni, aliyekuja kubatilisha kosa la Adamu wa kwanza. Kwa hiyo ninyi Waislamu, ninaomba leo katika mdahalo huu atokee mhadhiri yeyote, mmeandika mpaka wa kutoka, atokee mhadhiri yeyote aje niambie kuna Adamu wa mwisho katika Uislamu. Mimi nimesoma hayupo, na kwa sababu hayupo ndio maana kuna mambo mengi ambayo Waislamu tunayafanya bila kujua kwamba mnaiga mambo ya Adamu wa udongo. Mathalan, Waislamu si mnasujudu. Ili mkisujudu mnasujudu wa Somali. Ndio. Qur'ani 48:29. 48:29 inasema 48:29 Qur'ani inasema hivi. 48:29 tumesoma kwenye Biblia, inasema kama vile kama vile wanaochukua sura yake Adamu wa udongo, ndivyo na wengine wanachukua sura yake yeye wa mbinguni. Hao wanaochukua sura ya Adamu wa udongo wanaichukuaje hiyo sura? Soma Qur'ani 48:29. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Na walio pamoja naye ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri. Ndio. Na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Utawaona wakiinama kwa kurukuu na kusujudu pamoja, wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Alama zao ziko katika nyuso zao kwa taathira, yani athari ya kusujudu. Kumbe hawa walio wafuasi wa Muhammad wako pamoja, wanainama na kurukuu na kusujudu. Wanaposujudu wanasujudua kwenye udongo, ambapo huo udongo aliyekuwa kwanza wa udongo ni nani? Adam. Wanaposujudu kule, Qur'ani inasema wanapata athari ya kusujudu, wanakuwa na alama nyeusi hapa. Kumbe wameipata wapi? Wameipata kwa kwenda kupigisha kipaji chao kwenye udongo wa Adam wa udongo, wanachukua sura ya baba yao Adam wa udongo. Je, huku chini ambapo Waislamu wanasujudu wanachukua sura ya Adam wa udongo, kuna nini? Somaji. Hivyo Mungu Qur'ani sura 27:82. 27:82 kuna nini? 27:82 inasema hivi. Inasema na kauli ya kuja kiyama itakapowathibitikia. Na kauli ya kuja kiyama itakapowathibitikia, tutawatolea mnyama katika ardhi. Tutawatolea mnyama katika ardhi atakayewasemeza, kwa sababu watu walikuwa hawaziakilisha aya zetu. Kumbe kwa mujibu wa Qur'ani sura 27:82, huku chini ya ardhi kuna mnyama, na huyu mnyama anazijua aya za Qur'ani, na nyinyi Waislamu mkisujudu mnasujudu huku chini. Kumbe mnasujudu kwa mnyama, na huyo mnyama anazijua aya za Qur'ani, na napata athari kwenye mapaji yao ya uso, na mnasujudu kwa Adamu wa udongo. Ndio maana anauliza, hivi nyinyi mnaye Adamu wa mwisho? Kuna Adamu wa mwisho katika Uislamu? Na kama hakuna Adamu wa mwisho, na Qur'ani sura ya 2 aya 37 inasema Adamu alitubu. Wapi Adamu alipotubu? Kama Adamu angetubu, tungeona nini mnaokuja baadaye Waislamu? Hakuna habari ya dhambi, tungeona hakuna. Lakini kwa nini? Kwa sababu katika Uislamu ndio maana hakuna swala la msamaha wa dhambi. Somaji. Ipo. Chukua hicho kitabu Al-Lulu Al-Marjani hapo. Nisomee hadithi namba 1700. Al-Lulu Al-Marjani hadithi namba 1700. Hadithi ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa 986, hadithi namba 1700. Watazamaji wetu tunasoma hadithi namba 1700. Tusomee. Hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu anhu kutoka kwa Mtume SAW amesema, Adamu amemshika kwa hoja Musa. Adamu